Mpenzi mtazamaji, ninakusalimu sana katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Leo tarehe 10 ya mwezi wa kwanza mwaka wa 2026 kumefanyika ibada ya shukrani iliyoambatana na kuvunja kamati ya kusimika kwa viongozi wa Dayosisi ya Morogoro. Zaeni matunda yako. Zaeni matunda zaeni matunda. Askofu Daktari George Andrew Pindua aliwashukuru wajumbe wote wa kamati kwa kujitoa kwao kwa kufanikisha jambo hili kubwa na la baraka katika Dayosisi ya Morogoro. Hivyo kila mtu kwa hatua ya maandalizi, kila michango tuliochanga na juhudi yote yalifanikiwa tu kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa katikati yetu na tena ametembea pamoja na sisi. Jambo la kumshukuru Mungu sana. Muda mwingine mnapopanga mambo mazuri, shetani na anaingilia kati. Tena akiingilia kati anawavuruga kweli kweli, lakini Mungu ametutunza. Tena katika wajumbe wote ambao walikuwepo kwenye kamati ile, waliendelea kufanya kazi kwa moyo na kwa furaha zaidi. Haya yote ni kwa sababu Bwana alikuwa pamoja nasi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa umoja wa kamati. Tena tunamshukuru Mungu kwa moyo wa kujitoa kwa waumini wote wa Dayosisi ya Morogoro na kuona kwamba mambo haya yamekamilika ni kwa imani na kwa kumpa Mungu utukufu. Huu kwetu sisi ni ushindi. Ni ushindi huu unatoka kwake yeye ambaye ametuwezesha. Na Mungu anasema tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Yaani sisi wa Morogoro tunao ushuhuda wa kusema kwamba Mungu huyu amefanya mambo makubwa kwetu, maana ametutia nguvu kweli kweli. Muda mwingine tulikuwa tunamshangaa Mungu. Fedha kukusanya milioni hizo zote tulizozikusanya kwa kipindi kifupi, ni kumshangaa Mungu sana. Lakini kila mtu anaposikia jambo hili aliliona ni la kwetu. Yaani ule umiliki wa jambo ulionekana sana, na kwa sababu ulionekana hivyo basi, na Mungu alikuwa msaada mkubwa na kiongozi kwetu. Kwa hiyo tunapovunja kamati hii leo, hatuivunji huduma. Badala yake tunaendelea mbele tukiwa na uzoefu wa kumshukuru Mungu kila wakati na kutambua kwamba haya aliyoyafanya ni Mungu na Mungu anastahili sifa za pekee sana. Akizungumza tena mara baada ya kupokea zawadi kutoka kwa kamati, Askofu Daktari George Andrew Pindua alikuwa na haya ya kusema. Nilipata nafasi ya kukaa na watu wengi waliokuja ofisini kwangu kuzungumza na mimi sana, na wengine niliwaita na kuzungumza nao. Hamwezi kuamini kazi ambayo wameianzisha, ambao wanasubiri tu kauli tu itoke. Nina takribani milioni za ziada ambazo zimeongezwa 15 nyingine. Lakini sio hilo tu, Mkristo mmoja amefika akaniambia sasa nionyeshe mahali ambapo sasa pa kuanza kumimina mchanga kwa ajili ya ujenzi wa makao makuu. Sasa hiyo zawadi kubwa sana. Kwa hiyo niseme ninyi mlioko, tutaendelea kuwatumia sana. Aidha tutawaiteni, lakini pia tutaweka mpango. Lengo letu ni kuwa na kamati rasmi itakayesimamia ukusanyaji wa fedha, lakini itakayosimamia ujenzi wa makao makuu ya Dayosisi. Mimi kazi yangu itakuwa kama hii leo, kusikiliza taarifa, lakini kazi kubwa nitaikaimisha kwenu kupitia viongozi wasaidizi wangu, wakuu wa majimbo, wachungaji pamoja na dini. Hawa watanisaidia sana. Kwa hiyo niwaombe sana, umoja huu tulioanzisha tushikamane, tutembee pamoja. Tunachoomba ni uso wa Mungu utembee pamoja na sisi kwenye safari hilo. Sasa pamoja kwamba tunahitimisha leo, lakini nilete maombi mawili ya msingi kwenu. Ombi la kwanza
ninyi kama wajumbe wa kamati hii ambayo leo tumehitimisha, muendelee kutuombea sote. Hilo ombi la kwanza. Lakini ombi la pili ni kwamba sasa ni wakati wa ninyi wa kutusapoti zaidi, kutusapoti kimawazo, kutusapoti kwa uwezeshaji wa kifedha na taaluma zetu ziweze kufanya kazi. Kwa njia hiyo mimi sina mashaka. Jana nilikuwa nimeongea na QS mmoja anaitwa Prosper, akasema baba askofu, kama kuna kazi ya kukimbilia kuifanya madhabahuni kwa Mungu ni kazi hii. Yaani yeye yule QS atafanya mahesabu yote, vinondo itakapokamilika hiyo kazi. Sasa nitawaita niwaombe sana, nitakapowaita basi muwe tayari kuitikia. Lakini mwisho kabisa niwashukuruni kwa zawadi, na sisi kwa kweli ni sawasawa, ni watu wanatembea njiani wanapewa lift, mmekaa mmetafakari, mtupe zawadi. Tunawashukuruni sana. Naomba mwenyekiti nikushike kwa niaba ya dini kwamba kwa kweli tunazipokea hizi zawadi kwa moyo wa shukrani, tumeziona Katika ibada hii pia kulitolewa medali za heshima zikiwa kama alama kwa kila mjumbe ambaye alishiriki kwenye kamati hii. Rose Mwelongo, Samson Msemembo, mzee Samson Msemembo, mwalimu. Viongozi wa kamati hii, yaani mwenyekiti, katibu na mtunza hazina, walipewa zawadi maalum kwa namna ambavyo walivyoweza kulisimamia jambo hili kwa nguvu zao zote. Mungu ambaye amewapa wajibu wa kumtumikia yeye, atembee nanyi siku zote za maisha yenu. Na sasa tupokee baraka za Mungu. Bwana akubarikie, akulinde, akuangazie nuru za uso wake, akufadhili,
na kuinua uso wake akupe amani. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.